Salama, habari yako? Salama za kwako? Salama za wewe, za niseme za weekend, maana ndo tunaianza Weekend inaanza leo. Ni nzuri kwa sababu hata hivyo wiki yenyewe ilikuwa ni fupi zaidi. Tumeingia kazini jana, leo tunaanza weekend. Na sasa mimi kwa sababu tukupata nafasi ya kuzungumza kuhusiana na Mzizima Dabi, ningependa tuanzie hapo. Azam amechukua alama mbele ya Simba kwenye mechi 3 mfululizo hivi sasa kwa msimu huu tu peke yake. Tunaweza tukasema sasa Azam ni bora kuzidi Simba tukiangalia kwenye hizi rekodi. Huo ndio uhalisia. Yaani kwa siku za karibuni, na nafikiri nishazungumza mara kadhaa. Ukiangalia kwa maana ya ubora wa kikosi, lakini pia hata ubora wa mchezaji mmoja, Azam yuko juu ya Simba, na ndio maana hata nilikuwa nikizungumza kwamba hata kama zikitokea mechi kukosea, kwa sababu nilikuwa nimeangalia ubora wa mtu mmoja, ubora wa benchi la ufundi, mbinu na wachezaji, Azam ana deserve. Unaweza kuona katika msimu huu katika alama 9 ameweza kuchukua alama 7 dhidi ya Simba, kitu ambacho kilikuwa sio kawaida kuweza kutokea, lakini kutokana na mazingira ambayo yapo ana deserve kuweza kupata matokeo na ni bora kuliko Simba katika siku za karibuni. Okay. Kwenye mechi ile kulikuwa kuna matukio mawili ambayo watu wanazungumza ilikuwa inastahili kuwa penalty. Kwako ikoje? Of course matukio mawili tu, mwamuzi hakuwa sawa. Na hakuwa sawa kwa upande wa Simba, lakini pia hakuwa sawa kwa upande wa Azam. Kwa kifupi mwamuzi ni kama vile alikuwa ameingia kwenda kubalance mchezo, kwa my opinion, kwamba pengine mechi iweze kwenda sare. Kwa sababu Simba walideserve kupata 1 penalty kwa upande wangu, ile ambayo aliangushwa, nafikiri alikuwa Libase Gwe na mlinzi wa Azam, ilikuwa ni clear penalty kwa sababu baada ya kumwacha alienda alimgonga kwenye mguu. Na ukimgonga mtu ambaye ana advantage ya mpira yuko mbele anakwenda kuscore, maana yake ni foul. Foul iko wapi? Kwenye 18 ambayo ni penalty. It was supposed to be very clear penalty. Na mwamuzi alikuwa anafuatilia movement. Yaani sio mbali kwa mbali, alikuwa anakimbia lakini akaopti kuchukulia kama ni enemy slight challenge katika lile eneo. Kwa hiyo mimi nilifikiri pale itakiwa iweze kuwa penalty. Lakini ile nyingine ambayo anasema penalty, hapana, kwa sababu mchezaji aliluka kwenda kuchukua mpira, na uwezo karuka hivi na mpira ulipiga chini ya mbavu kurudi kwenye mkono wakati ameluka. Sasa ukiruka lazima mikono itakwenda na itarudi. Kwa hiyo ile ya pili haikuwa penalty. Lakini pia ukiangalia hata Azam kuna nafasi mbili ambazo line 1 na line 2 walitafsiri kama ni offside, azikuwa ni offside kabisa. Hapa kuna shangaa kwamba mwamuzi alikuwa anaona kitu gani. Kwa hiyo alikuwa na makosa yalifanywa kati, lakini pia na line 1 na line 2 wote walifanya makosa. Kwa hiyo kimsingi ni mechi ambayo waamuzi hawakuwa vizuri, na mimi natafsiri kama pengine walitamani mechi ishe sare kuliko mtu kuweza kushinda. Okay. Kwa performance ambayo ilionyesha Rajiga ile siku, unaweza ukampa alama ngapi kati ya 10? Mimi sio ile siku tu, nimeanza kuwa na mashaka na uwezo wa Rajiga katika msimu huu tokea mechi za kwanza za Simba ambazo alikuwa anachezesha. Sikuweza kumuelewa. Kuna wakati alitoa penalty ambayo ilikuwa sio sawa, yaani mimi simuelewi, ni kama vile na yeye amerudi, yaani ameshindwa kusema katika lugha ya mtaani, ameshindwa kushikilia bomba. Unajua alikuwa amejitanabaisha, yaani ni mwamuzi mkubwa ambaye haogopi, yeye anafanya maamuzi. Alikuwa ana ujasiri wa hali ya juu mpaka tukaanza kumtem pengine ni mwamuzi wa kipekee, lakini sijui nini kimempata. Sasa hizi na yeye anarudi katika kundi lile la waamuzi tulionao, na yeye anaingia kwenye level ya kuanza kubalance matokeo. Kitu ambacho kwa upande wangu nahisi kwamba kitakwenda kumpunguzia credit. Sasa sijui amekutana nini, mimi sijui, lakini uwezo wake umeshuka. Yaani yule Rajiga ambaye alikuwa anaweza kuwa na confidence akafanya maamuzi. Utakumbuka mechi ya Yanga na Azam, ndio mechi ya kwanza Yanga anapoteza kwenda kutoka jekundu. Mechi ya Yanga dhidi ya Azam katika waamuzi kibongo, mechi tension kubwa, si jambo dogo, lakini alikuwa na huo uwezo. Mechi ya Simba na Yanga, Simba yuko nyuma magoli 4 kwenda kutoa penalty ya 5, sio kitu kidogo, lakini aliweza kufanikiwa. Kwa hiyo ule ujasiri ambao alikuwa nao, na pengine tungefikiria ndio ingekuwa nafasi ya waamuzi wengine hata vijana kuweza kujifunza kwamba inawezekana. Maana imefika hatua hatuamini kwamba tunachukua na waamuzi wazuri. So ukiangalia ni matatizo ni yale. Lakini yeye alikuwa kwa sababu kwamba kumbe sio waamuzi wote, sio aina ya training unazofundishwa, sio mazingira, sio nini, isipokuwa tu ni character ya mtu mmoja anaweza kufanya. Lakini na yeye tena sijajua msimu nini kimemkuta mimi binafsi, lakini uwezo wake umeshuka na anarudi kuwa mwamuzi wa kubalance na kupendelea, kitu ambacho kibaya sana kwa upande wake. Kwa ulivyozungumza na kwa experience ambayo watu wengi wamekuwa wakishuhudia, inaonekana viwango vya waamuzi wengi wa Tanzania vinawalakini kwa zile maamuzi ambao wamekuwa wakiyafanya wakati mechi inaendelea. Sasa nataka tu niambie kwa unavyoona kwa waamuzi ambao tulo nao,
kuna waamuzi ambao kwako wewe unasema muamuzi fulani huyu amenyoka? Yaani hapo kuna changamoto mbili ambazo zipo. Kuna changamoto ya kwanza mimi naiona ni kwenye namna ambayo waamuzi wanapatikana. Okay. Lazima tu tuna mjadala wa kitaifa au tusedene mawazo bila tu kuangalia hizi faida za Simba na Yanga ambazo wanazipata. Hivyo waamuzi hao ambao tuko nao sasa hizi yaani zile training zao zikoje? Ili mtu atoke kuwa chini mpaka juu anapitia kwenye level zipi? Maana sije tu leo unaingia preliminary baada ya wiki 2, CC baada ya wiki ngapi tayari kwa ligi kuu. Hiyo ndio changamoto. Kwa hiyo lazima utengeneze mfumo ambao utakuwa at least una muda mrefu na ni mchujo ambao utakwenda kutusaidia kupata waamuzi waliokuwa bora. So kuna wakati mimi kwa upande wangu unaona kwamba anashindwa kutafsiri sheria kwa sababu pengine kiwango chake hakijakuwa vizuri cha kuweza kutafsiri. Lakini kwa sehemu kubwa hiyo sio sababu kubwa nyingine. Sababu kubwa ni kwamba wanafanya makusudi. Yaani mimi ukiniuliza, kwa sababu wakati mwingine hata waamuzi wa mitaani ambao hawajasomea mpira, tuna mechi za mitaani lugha rafiki ni mechi za ndondo mtaani huko, achilia mbali ndondo ambayo iko rasmi na upande wa Clouds, lakini huku mtaani ukiangalia unakutana na waamuzi anaangalia tu mpira, hajasomea lakini anaweza kukuendeshea mechi. Sawa, atakuwa na mapungufu ya binadamu, lakini mapungufu yake huwezi kuyalinganisha na muamuzi mwenye beji ya TFF au ya nini katika michuano ya ligi. Kwa hiyo hawa wana kitu cha ziada. Kuna wakati mimi nahisi wanafanya makusudi. Okay. Yaani mtu anaamua kwamba leo hivi nikienda, leo lazima Yanga ishinde. Leo lazima Simba ishinde. Leo hiyo tupate matokeo. Ndio hapo tunachokifanya. Mimi kwa upande wangu. Kwa hiyo kuna kitu zaidi ya maamuzi ya kawaida. Kwa hiyo hapo kuna vitu viwili. Kuna misingi, kuna misingi sahihi, lakini vile vile kuna wenyewe pia interest zao binafsi. Interest la kingine kwa nini ni interest ndio unaangalia sasa kwa nini? Kwa hiyo sio kazi. Wenzetu sehemu nyingine kama Europe tunapenda kutolea mfano, ingawa ni very far from us, lakini kwa sababu wao ndio wanafanya vizuri tutazungumzia tu. Yaani kuna kampuni ambayo inawapa mikataba, inawaajiri wao. Kwa hiyo inakuwa ni kama ni kazi. Yaani chama cha soka au ile chama cha waamuzi kinaingia makubaliano na chama fulani kwamba nyinyi mtakuwa mtazalishia waamuzi. Na wao wanaingia contract. Ni kazi, yani agency ni kazi yani ambayo mtu ana mshahara wake na maslahi yake. Kwa hiyo ikiwa vile kuna kiwango cha uoga, lakini si kwetu ni kitu ambacho ni kazi ya ziada. Yaani wewe leo hapo uko zako hapo PMTV, kesho kiamua na wewe unakimbia pale Karume, kesho unakuwa na kibendera mwamuzi. Muda wa jioni unaga kwa bosi wako unakwenda. Mwingine ni askari, mwingine mwanajeshi, mwingine mwalimu, mwingine. Yaani ni kitu ambacho cha ziada mtu anapenda tu. Kwa hiyo kitu cha ziada wakati mwingine mtu anafanya anavyojisikia, kwa sababu hata ukimfungia hana pains. Kwa sababu sio kazi yake ya msingi, ni kazi ya posho tu, kwamba nikienda labda mechi moja napata 200,000, kitu 400,000, ukinifungia fresh. Kwa hiyo hata inapofikia tu wa kuanza kuwadahika, anakuwa ana nafasi rahisi ya kuweza kuwadai kwa sababu hana kikubwa cha kupoteza. Lakini pia utaangalia maslahi yao yamewekaje. Nikawa hata mfano mmoja mdogo sana. Natolea mfano, sio kitu halisi. Leo mwamuzi wanamlagai. Kwa mfano, bwana chukua milioni 20. Fadi jinsi sisi tupate matokeo. Milioni ngapi? 20 mfano. Labda tunakuwa milioni 10 katikati, pembeni 5 na mwingine 5, hivyo umetimia 20. Nataka tupate matokeo. Wewe unampa posho shilingi ngapi? Labda posho ya mechi labda 250,000 plus labda na nauli labda 300,000 tunatolea mfano. Hii ni mfano. 300,000 haya kwa mechi moja. Kwa msimu ana mechi ngapi? Labda mechi nyingi sana, mechi 10. Tunashumu mechi 10 ambazo ukifanya ni milioni ngapi? 3. Hapo katika mtu kampa milioni 20. Kwenye mechi moja ukimfungia miaka 2 anakosa nini? Hakosi kitu. Kwanza kosa kwa sababu miaka 2 mimi nitachukua langu ya miaka 5 fresh. Kwa hiyo kuna mambo ambayo lazima unapotaka kutengeneza chombo cha haki ambacho kitakwenda kutafsiri na wakati mwingine kupunguza mianya ya rushwa, ni lazima uangalie hizo engo zote hizo. Asikani kaka ni mfanyakazi wa benki hapo anampa mshahara 300. Sio unampengezea mazingira ya kumshawishi naye aanze kusema zimepotea kazi kwenye hesabu. Kwa lazima utengeze mazingira ambayo yatamfanya mtu sawa hawezi kufikia kumiti mahitaji yake yote kibinadamu, lakini at least awe na uwezo wa aiba na shauku kufanya kazi kutokana na mazingira aliyomwekea. Kwa hiyo nafikiri kuna vitu vingi vya kuviangalia kwenye hii yengo ya waamuzi. Sababu kweli kimsingi ni janga, hata kama wakisema wafungie, sio na kesi kwa kufungiwa. Ama ne jana nobody cares. Wewe kisha daraja, mimi tayari nishachama tayari kwenda kuwezeka nyumba yangu. Shida ni nini? Hakuna shida. Kwa sababu hata nikifanya kazi kwa kweli miaka 5, hiyo mimi sipati.
Kwa hiyo kuna mambo ambayo lazima wakae wayaangalie kwa ushauri katika lengo la kuboresha. Siamini kwamba pengine shirikisho wanafurahia hivi vitu, lakini ndio mazingira ambayo yamejengeka. Kwa kuna haja ya shirikisho, bodi ya ligi, chama cha waamuzi na wadau wa soka tutafute namna. Sasa ifike hatua sasa inaanza kuwa ni kitu ambacho kinatia hasira mpaka watu wengine wanaanza kutoa matamko, itafika siku tutatoka na muamuzi. Sasa hizo sio kauli ambazo za kuzichekea, na ni kweli mpira umeshika hisia za watu. Unaona, yani mpira ni kitu tofauti ya. Unaona, sio rahisi. Mambo mengine yakatokea ushauri wakitoa matamko, lakini mpira wazee kila siku wao wametoka ina feel. Kwa hiyo jambo ambalo limehusisha hisia za watu kwa sehemu kubwa, usilichukulie kimazoea na kwamba hawa ndivyo walivyo, tutawaonea leo hivi. Watu wanatengeneza, wanaweka maumivu ndani moyoni. Hata inafika hata sisi hapo Simba anasema haya, Yanga wanaongea haya, Azam wanaongea haya. Sasa shangaa, muzi wanampendelea nani? Sio unaelewa kwamba Simba analalamika anaonewa, Yanga analalamika anaonewa, Azam anaonewa. Sasa je, waamuzi hao wanampendelea nani? Sasa ukienda mbao utagundua kwamba hapa kuna mchezo unachezeka hapa ndani ambao bila kuangalia ni shida. Okay. Sawa. Asalamba, uliwahi kuzungumza ya kwamba Libasege ni mchezaji mzuri mpaka hivi sasa. Sasa unavyomuona bado ni mtu sahihi kuendelea kuwepo pale Simba? Nilizungumza wa kawaida. Mimi nilimkubali yule Anset ya Aura. Wewe mimi nilisema mchezaji wa kawaida tu, ana manjujo mengi. Nilizungumza kwa kwamba si mchezaji mbaya kwa upande wa Simba kwa sababu pengine hawakuwa na mtu kama huyo. Lakini sio mchezaji mzuri wa kujivunia. Okay. Yaani ukileo mfano mmoja mdogo sana. Ukimwangalia Nixon Kibabage amekwenda Simba ni lulu. Si kwamba kiwango chake kimebadilika, lakini amekutana na watu ambao amewazidi uwezo mara mbili. Unaelewa concept yangu eh? Lakini ambako alikuwepo kuna watu walikuwa wamemzidi uwezo. Kwa hiyo kwa Simba haonekani mzuri kwa sababu hawakuwa na mtu kama huyo. Lakini sasa ukimchukua huyo mtu kama nani Kibabage ukaja kumweka kwenye level za kimataifa bado anapwaya. Sio, unaelewa? Ukimchukua Libasege, Simba hawakuwa na mtu kama huyo. Lakini bado sio mchezaji ambaye unaweza kusema leo huyu unamtegemea kimataifa. Ana mapungufu mengi. Ndio maana kaangalia mpaka saizi namba zake hazishawishi. Angalia muda aliyokuja, muangalie na Okela ambaye amekuja juzi, weka namba. Ni vitu viwili tofauti. Mpira sio kukimbia nao kama kimilikie nani yule Mutale sio SGR Budo. Sio kukimbia na mpira, sio kana mpira. Mpira wa siku hizi is matter of effect. Una madhara gani? Tutakaa leo okay, mpaka leo katika mechi 7 umecheza mechi 8 mpaka mechi 10 ume assist magoli mangapi? Umefunga magoli mangapi? Kwa hiyo ana vitu vingi ambavyo havina faida, alafu ni rahisi kumdhibiti kwa sababu anacheza aina ya uchezaji wa zamani ambao ili uweze kushaini uwe na kitu cha ziada, uwe na target. Hasa yeye anakosa target kwa staili yake. Kwa hiyo mawili, improve kwenye staili yake au abadilishe namna ya uchezaji. Lakini vinginevyo itakuwa wanaruta nyuma. Unakimbia mpira hakuna mpaka. Lakini yule Aura hiyo ndio nzuri sana. Ni miongoni mwa sajili ambazo za msimu huu yani ambao umefanyika katika level ya juu. Mimi nikasema ndio usajili bora wa msimu huu kwenye ligi nzima. Kwenye ligi nzima ni Anset ya Aura. Mimi binafsi nikiangalia ya wachezaji wote ambao wamesajiliwa hawa, naona Aura ni mchezaji ambaye ana quality tofauti kuliko wote katika msimu huu mpaka sasa. Sawa. Lakini vipi kwa upande wa Mwamba Lusaka? Clatous Chota Chama mpaka hivi sasa unadhani nafasi ya kuendelea kusalia ndani ya kikosi cha Simba kwa msimu ujao bado ipo? Lakini wewe pia ungewashauri nini Simba juu ya Chama? Kubakia kutokubakia inategemea na mipango ya timu waliokuwa nayo. Ukiwa na timu serious, Chama acheze. Okay. Ukiwa na timu serious Chama acheze. Hawezi kuanza, hawezi kumtegemea Chama. Sio na mvunjie heshima no. Energy yake imepungua saizi, anatumia zaidi akili, nguvu iko chini, fitness yake iko chini, ni akili zaidi. Sasa mpira saizi ni ngumu. Anaikaba timu wakati mwingine, ingaja kuingia kwenye zoni yake, uwezo ule anao. Hata ukimchukua labda kumeka pale mbele atafunga Messi. Lakini kuna baadhi ya activity hawezi kuzifanya. Kwa hiyo mchezaji ambaye anakuja kwenye timu sio unamtegemea kama ndio yani regular player. Unakaa naye nje, umekaa mpaka dakika 70, timu haielewi. Kwa tunashambulia tufungi, anahitaji akili ziada, anampa Chama njoo. Shida ile pale karekebisha. Anaingia dakika zake 30, 15 anakupa kitu, anatoka. Lakini sio unaanza mechi kwa sababu Chama anaanza mpaka anamaliza, wewe una shida kwa timu yako. Sio wewe mwenye shida, wewe ndio una tatizo. Kwa hiyo sio leo sio mtu kati unakaa kwamba panga pangua. Maana yake una overutilized kwa energy yake ambayo yuko nayo. Kwa hiyo wamekosa
watandao na muda nilisema kwamba ile Simba kina Saido ilikuwa nziko zote hizi. Hata leo ukimchukua Saido Simba atang'ara. Leo hii mwa Saido njoo atang'aa vizuri sana kuliko waliopo. Ukimchukua Fabrice Ngoma leo mrudishe leo Simba anang'aa kuliko waliopo. Hao wote unaona sio kama mrudishe pale anaanza anaweka wote bench. Chemaloni ataanza. Yule nani no ambaye kwa Simba ukimchukua leo yule huwezi kumweka na Kibabage akaanza. Kwa hiyo waliwatoa wachezaji wazuri wakaleta wazuri wa kawaida. Kwa hiyo lazima wacheze. Ukimtoa Nseti ya ula. Okay. Sawa, vipi kuhusiana na sakati la Mohamed Damaro? Nilishuhudia Simba wamefanya mpaka mkutano wa waandishi wa habari pia wakagusia pia suala hilo. Wanahoja Simba? Hawana hoja, story zile tu. Hamna hoja bana, zile story tu. Story. Wana mambo yao. Pengine kama unaweza kukaa ukaojima nini pembeni nje ya kamera. Wana mambo yao, hamna kesi pale, hamna chochote. Hiyo ni story ambazo tu yani huwezi kufanikiwa kokote. Kwa sababu unakwenda kuandikia hata mbele usiku. Sasa unawaambia mambo ya Ulaya TFF atafanya. Lakini kuona mpaka viongozi wa juu kwa ni mara moja. Ni mara moja viongozi ukaa. Si viongozi wa mpira wetu hao. Hao ndio tunao kila siku viongozi wa mpira wetu. Hawa ndio kila siku hata wakailisha mechi. Wakimbia kiwanjani. Sio hawa tena. Sasa sina kuchajabu kipi? Hao ndio viongozi wetu tunao. Na wao wanafanya na upepo wa mashabiki. Unaona, kwa sababu hili jambo alitaji uwe na una masters au nini hapa, jambo dogo tu. Anaitwa uraia nani? Serikali. Waulize serikali. Kwa hiyo leo hii Simba wakisema wanaenda FIFA, hakuna chochote ambacho hamna uhusiano kati ya uraia na FIFA. FIFA mamlaka inayotoa uraia ni mamlaka ya nchi, sio FIFA. FIFA wao wana taratibu zao za kudili na wachezaji na hasa when it comes to the associations. Kwa bwana shirikisho. Mfano leo hii hapa wanazungumzia kwamba sio ana sajili mbili ana sajili mbili za FIFA. Alikuja kama mgine Tanzania. Kafika kama mgine, kafika Tanzania kacheza, kaamua kubadilisha uraia. Tanzania hatuna duo, hatuna uraia wa nchi mbili, uraia wa nchi moja. Amekana uraia wa Guinea. Amechukua uraia wa Tanzania, ni Msukuma sio Shinyanga, sio Mwanza, anataka Singida Big Stars au Black Stars. Iko pale. Sio? Anaamua baada ya kuacha uraia, Yanga wanamchukua. Yanga sio national team kama local player. Hasa kuna haja gani ya kwenda kutengeneza mfumo wa FIFA? Haina mantiki yoyote kwa sababu hajaathiri association. Yani association ya Guinea haijaathirika na kubadilisha kwa uraia wa Damaro hasa kwenye matumizi ya national team. Association inaathirika kama yule mtu anakwenda kubadilisha uraia na kwenda kutumikia taifa lingine. Hapo ndo utaangalia mambo ya TMS nasema wapi, ndo utaangalia pale. Ana vigezo, amekaa miaka mingapi, ndio vinaingia pale. Lakini huyu kwa mpaka saizi ana sifa ya nini? Ya kuwa mchezaji national team Tanzania. Sifa hiyo hana. Lakini bado haimnyimi sifa ya kuwa Mtanzania. Kutokuwa na sifa national team haikunyimi. Wachezaji wangapi wamecheza mpira hapa wamestaafu kwanza kwamba kubakia Tanzania. Wanaomba kubakia sio kwa ajili ya national team. Alikuja kama mchezaji lakini yeye pia ana benefits zake zingine za msingi. Ana mambo yake binafsi yeye kama yeye. Sio unaelewa sijui? Ana maisha yule, anapengeneza kama biashara zake, ana ndoto zake. Sasa anaangalia vitu vingine akitumia opportunities. Zamani kuna watu walikuwa wanakwenda majeshini kutokana bwana kujua tu mpira. Anapata privilege ya kwenda jeshini kutokana na uwezo nini? Kujua mpira. Akienda kwenda hata baada ya kwenda jeshini, baada ya kumia na acha, anaenda kazi zingine. Kwa hiyo issue ya uraia uwezo ukaiask TFF. Wao ambacho watakachokifanya bodi ya ligi TFF ni kutaka unamchukua kama local player. Naomba ni namba yake. Hii hapa. Wataweka kwenye mfumo. Sio fake, passport yake ya Tanzania hii hapa. Sio fake, mamlaka kaza maisha hapo. Sasa ukaanza kuambia uraia huo wa Guinea aliukana lini? Uraia wa TFF. Sio unaelewa? Lakini pia waziri mwenye dhamana ya mambo ya ndani ana mamlaka ya kumpa mtu uraia kwa upendeleo sawa au kwa sababu maalum yoyote hata kama hajakidhi vigezo vya kisheria vya miaka 10. Mandate hiyo waziri anayo. Kwa leo tunampa huyu uraia. Hasa amempa hiyo privilege kwa kutumia kitu gani? Hayo waziri ndio anayeweza kusema, sitaweza kumzungumzia. Kwa wao kama wana mashaka na olewa Damaro, watusaidie kuwafuata ni Wizara ya Mambo ya Ndani, idara ya uhamiaji ndio waliotoa, na uzuri ile barua ilitoka wazi kabisa, public announcement kutoka jeshi la uhamiaji ikizungumza kwamba hatu baada huyo na mwingine walikuwa watatu wamepewa uraia kuanzia siku fulani iko na ni public notice itoka.
Sio TFF. Kwa hiyo kama serikali imetoa notice, TFF ianze kujaji, sijui kasi aanze kujaji. Kasi na TFF sio mamlaka yao hayo. Kwa hiyo there is no case hapo. Hapo ni story tu. Sawa. Kule CCM Kirumba uwanja ule ulikuwa mgumu kwa Simba, Azam pamoja na Singida Black Stars. Ulikuwa mgumu kuondoka na matokeo pale, lakini kwa Young Africans imekuwa tofauti. Wameondoka na alama kwenye uwanja ule. Kuingia kwa kocha Mwalimu unadhani inaweza ikawa imeinfluence kitu? Of course kimesaidia. Yanga walikuwa na changamoto za ndani, mimi nikiangalia kwa uwezo wangu walikuwa na shida, na palikuwa na shida kwenye coaching staff ile, palikuwa na shida. Kuna mimi nafikiri kama vitu vilikuwa viko sawa. Pekee kuna mambo mengi yao tulikuwa hawakubaliana nayo. Sasa wachezaji tofauti na watu wa kawaida. Wakati mzee wachezaji uje mpira miguu unahusisha utayari wa akili, moyo na nafsi. Yaani utayari. Yaani kama siko tayari ukinipanga kama sikoje siko sawa, siwezi kudeliver kinachokihitaji. Kwa hiyo baada ya kuja Mwalimu ni kama vile timu imekuwa na furaha. Kwa sababu kwanza sasa kuna equal chance of playing. Ameongeza access. Yaani kosi Yanga ilikuwa kipo very limited. Wale mpaka wengine ndio tukawasahau wachezaji wa Yanga. Yaani hata tukasahau hivi na yuko Yanga haiko Yanga. Sasa kile anaweza kaumia yule ambaye achezi, lakini hata huyu anacheza anaweza kaumia. Kwa sababu pia wale ni maisha wanaishi, ni familia, unajua ile familia moja. Kwa hiyo baada ya kuja Mwalimu mpya tukaanza kuona ghafla Shoboy anarudi, wakina Ndambuyo wanaingia, wakina Sheani. Kwa hiyo kumbe yoyote anaweza akacheza. Ukishatengeneza mazingira, maana hata yule ambaye alikuwepo anakuwa anakosa uhakika wa namba moja kwa moja. Unajua kuna wanaambia bwana hawa ni watoto wa kocha wajuaga zile, hawa watoto wa kocha. Mimi niende magazini, nisiende, ni perform maybe. Lakini akija mtu ambaye anaweza kusema wewe uka bench, maana yake unakwenda kuongeza ule wigo wa ushindani. Automatically watu watajitoa. Wakijitoa watapangwa, watakuwa na furaha, watapambana. Kwa hiyo kuna kitu kimeongezeka kwa upande wa Yanga, hasa kwenye namna ambayo timu ilikuwa ikijituma kutafuta matokeo. Kwa kiwango hiki sasa ambacho tumuona mabadiliko haya kwa Young Africans, unamuona kocha Pedro akiendelea kusalia pale msimu utakapoisha? Mimi kwa nikilifile statement ya management ambao walikuwa wameitoa mwanzoni, mimi sioni kama Mwalimu ataendelea kuexist. Okay. Ninachokiona ni kwamba tu they are much more smart kwenye kuamua. Walidecide kuamua kubakiza ili kuweza kupunguza some cost za kuvunja mikataba. Ila msimu atamaliza. Kwa hiyo Mwalimu alikuwa na mkataba mwaka mmoja ambao ulikuwa na kipengele cha kuongeza mwaka mwingine. Mkataba unakwenda kuisha. Timu haina klabu bingwa haina nini. Ina mashindano ya ndani ambayo Yanga ana-dominate. Hata kama leo ukiamua timu kulifukuza timu akasema wampe sui nani, hata wao bado wanaweza kupata matokeo kwa ligi ya ndani. Unajua Kwa hiyo wameangalia hapa tunafanyaje? Tumuondoe huyu, uanze kulipa mkataba, ulipe kocha mkuu, msaidizi wa ngapi wa kipa, utumie almost labda dola 300,000 400,000. Wakati unaweza ukamchukua mtu mmoja akaja hapa akachange situation, ukampa dola 50,000 na mwisho wa msimu ndio miezi 4 ukaja ukaacha naye kwa amani, bora kipi? Kwa hiyo ni hesabu kali ambazo zimetumika tu, lakini mimi nafikiri kwa maana ya maamuzi ni kama tayari sio kocha wa Yanga. Mimi ninachokiangalia kwa jicho lingine kwamba tayari sio kocha wa Yanga, kwa sababu wewe bwana, wewe unashindwa kupika. Kwa hiyo nakuletea mwanamke mwingine aje kukusaidia kupika. Sio ni mwanamke pale nyumba. Maana si shughuli shaisha. Kwa maana pale kwamba yuko pale tu muda uende, mambo mengine yaendelee. Sawa. Kuhusiana na Alan Okello, nimeona hicho kitu mpaka Alikamwe naye amekizungumzia, akiuliza wachambuzi wale ambao walikuwa wakimsema Alan Okello kwamba hapa hakuna mchezaji, lakini sasa hivi wamegeuka tena kuzungumza ya kwamba hapa mchezaji huyu ni mzuri. Nataka uniambie Salamba, ni kipi ambacho kimebadilika kwa Alan Okello? Kwanza mimi nafikiri mtu ambaye alikuwa anasema Alan Okello sio mchezaji, yeye atakuwa na shida. Alan Okello mchezaji mzuri, ameprove toka yuko Uganda, hata Simba walimtamani na timu nyingine zilimtamani. Mchezaji mzuri na talent kubwa. Na ambacho alikifanya hata kwenye AFCON Kemp alikiona. Shida alivyokuja Yanga kuanza vizuri. Kwa hiyo kama ulikuwa unamhukumu Alan Okello kwamba Yanga wamepigwa kwa maana ni boya, hapo itakuwa sio sawa. Lakini kama ulikuwa unamhukumu kwamba hana kiwango bora, uko sahihi. Sababu kweli ya kuanza vizuri. Na kutokuanza vizuri kuna fakta nyingi, utofauti wa mazingira, chakula, muundo wa maisha, ligi yenyewe, intensity ya ligi, yote vinachangia. Kwa kila mmoja anahitaji muda. Lakini bahati mbaya iliyokutana nayo yeye ni kwamba ameingia kwenye timu moja kwa moja ili iende kamtegemee. Hiyo ni changamoto sana. Yaani unakwenda kwenye timu, unajua kaangalia wakati anakuja Pacome,
Yanga ilikuwa Pacome anamhitaji kiasi kama unakumbuka. Mpaka tukaanza kujua msajili mbona achezi? Yaani Yanga na kina Ziki na nani iko vizuri kishenzi inacheza. Kwa hiyo akaanza kuingia taratibu. Anaingia dakika 5, anatoka dakika 10. Kwa hiyo Okello yeye hajakuja hivyo. Yeye amekuja timu inakutegemea. Kwa hiyo watu wakawa wana expect vitu vikubwa kutoka kwake kwa wakati ambao timu ina uhitaji na timu iko down hivyo. Kwa hiyo ndio watu walikuwa wana expect matarajio makubwa kuliko kile ambacho kwa wakati yeye hanacho, na wakati anatakiwa aanze kujigroom, aanze kujiadapt, akae sawa. Kwa hiyo huo mvutano ndio ulimfanya vile, lakini leo ukisema kwamba Okello sio mchezaji, hapana. Ni miongoni mwa wachezaji wakubwa katika ukanda wa East Africa, na mimi nitasema kwamba kuna siku atakuja kuwa ndio mchezaji kinara kwa upande wa Yanga. Sasa jambo. Okay. Unaamini anaweza kuja kuwafanya watu au niseme mashabiki wa Young Africans waje kumsahau Aziz Ki kwa uwezo ambao Aziz Okello ameweza kutuonyesha, kwa sababu mpaka hivi leo ukienda kwenye posti za Aziz kuna watu bado wana comment wanawaambia Aziz urudi, bado tunakuhitaji. Unajua mapenzi ya mashabiki ndio yako hivyo. Lakini na Aziz yuko mmoja, Okello yuko mmoja, Mayele yuko mmoja, kila mmoja ana style yake mchezaji. Lakini kwa maana ya effect kwenye timu, mimi naamini ndani ya msimu huu tu atafanya Yanga iweze kumsahau Aziz. Na nisema kwamba mimi nilikuwa nashangaa kwa nini mwalimu akimtumia pembeni. Ilikuwa inanipa wakati mgumu, na nishaongea mara nyingi kwamba kwa nini anamtoa pembeni. Mimi namuona wewe ni pure namba 10. Ni mtu ambaye anaenjoy kukaa nyuma ya mshambuliaji kutokana na aina ya mpira anaocheza. Na katika mechi za mwisho umeweza kuona ambacho anakifanya. Kocha ambao kumtumia ndani jana na assist magoli 2 katika mazingira ambayo yanatakiwa na akili kubwa sana. Kweli mtu ambaye wakimtumia nyuma ya mshambuliaji atafunga, ataassist, na pengine ile gap la Aziz watakwenda kulisahau. Okay. Lakini hivi sasa kwa kumalizia sasa, Young Africans inamkosa Depo, inamkosa Dube, lakini bado anaendelea kupata matokeo. Watakaporejea wachezaji ambao Young Africans hivi sasa inawamisi kwenye kikosi chake, unaiona Young Africans ikishikika? Nafikiri Yanga ndio uratibu wao kama msimu kiangalia kwa magoli mangapi umefunga. Almost magoli 30 na ngapi, yako mengi zaidi. Ndio timu ambayo inaongoza kufunga magoli mengi na kufunga magoli 3. Kwa hiyo wakiwa katika ubora wao kufunga 5, 6, 7 ni kitu cha kawaida, na magoli yao yako distributed, yani yamegawanyika. Karibia kila mtu anaweza kafunga kwenye timu yao. Kwa hiyo watakaporudi hao, kitakachokwenda kutokea ni kwenda kuongeza option ya mwalimu, lakini pia kwenda kuongeza magoli, kwa sababu ifika hatua wanapenda kufunga magoli mengi. Kwa hiyo leo akija kurudi Dube, akarudi Depo, nafikiri ile squad yao ikiongezeka, akarudi Mzize, basi tegemea kwenda kuona mambo mengi mazuri kwenda kutoka upande wa Yanga. Mudathir amescore tena. Mudathir ni mchezaji ambaye ana utofauti na wachezaji wengi. Yaani ni aina ya wachezaji ambao mimi naona kama wanakwenda kupotea. Yaani aina yake saizi huwezi kupata. Yaani wanaondoka aina ya Mudathir. Ni mtu ambaye ana energy, anaweza kupress, ni mtu ambaye anacheza eneo kubwa, lakini pia ana uwezo wa kunusa hatari zilipo maeneo ya hatari wakati sio mshambuliaji, na akaweza kufunga. Kwa hiyo akipata timu ambayo ikiwa na flow nzuri, uwezekano wa kupatia magoli mengi anao mkubwa sana. Kwa hiyo hiki ambacho ameanza kufanya sasa hizi tayari kinamjengezea confidence, na mwalimu anampa uhuru, kwa sababu eneo la nyuma panakuwa pana Duke Abuya, panakuwa na Damaro. Kwa hiyo inamfanya yeye hazidi kusogea eneo la juu, na akisogea eneo la juu anakuwa na character za kiungo mshambuliaji au mshambuliaji, na anaweza kuscore. Kwa hiyo binafsi namuona akiendelea kufunga, na pengine anaweza kaingia kwenye wachezaji ambao wanawania ufungaji bora. Okay. Tuna ile kwake. Shukrani. Karibu.